Kuna kijiji kimoja kilichopo barani Ulaya. Kijiji kinachoitwa Najerev. Kijiji ambacho kilikuwa na siri kubwa, siri iliyojificha kwa miongo mingi, siri ya damu, siri ya vifo, siri ya wanawake waliogeuka kuwa wauaji wa wanaume wao. Kitendo kilichofanya sehemu hiyo kuitwa mji wa wauaji. Naam, karibu katika simulizi inayogusia mauaji makubwa ya wanaume kuwahi kutokea katika historia ya dunia. Mimi ni Dabaso Sultan na hii ni Maktaba Chini ya Zulia. Maktaba Chini ya Zulia na Dabaso Sultan. Tarehe 14 Disemba mwaka 1929, gazeti kubwa la Marekani linalotambulika kama The New York Times lilichapisha habari ambayo ilitikisa dunia nzima. Habari iliyokuwa ya kushangaza, habari ya kuogopesha, habari kwamba wanawake wapatao 50 kutoka kijiji kimoja huko Hungary wameshtakiwa kwa kosa la kuwaua wanaume wao kwa sumu. Ndiyo, kwa zaidi ya miaka 18 kuanzia mwaka 1911, wanaume zaidi ya 50 walipoteza maisha yao, wote wakiwa waume ambao wote waliishia chini ya udongo, na kuanzia hapo kijiji kizima kikapewa jina jipya, mji wa wauaji. Katikati ya simulizi hii kuna jina moja lililokuwa likitajwa kila mara, jina ambalo lilitambulika kama Georgiana Fajakas. Huyu alikuwa mkunga maarufu ndani ya kijiji hicho, mwanamke ambaye hakuwa tu mkunga bali mshauri, msaidizi na mwalimu mzuri wa kufundisha watu jinsi ya kutengeza sumu. Na hii ikawa sababu ya wanawake wengi katika kijiji hicho cha Najerev wakaanza kumfuata wakiwa wanamlilia matatizo yao ya ndoa zao, na kwamba kwa muda mrefu wamekuwa wakipitia unyanyasaji, vipigo, ubakaji, ndoa za kulazimishwa, mateso bila talaka. Hapo ndipo mkunga huyo akawaonyesha suluhisho la matatizo yao wanayoyapitia. Suluhisho hilo lilikuwa la ajabu sana, suluhisho la kukatisha uhai wa binadamu, suluhisho la kutumia sumu, sumu yenye uwezo wa kukatiza pumzi ya wanaume hao bila kelele, bila ushahidi. Wanawake hawa walikuwa mateka wa ndoa za kulazimishwa, wasichana wadogo waliokabidhiwa wanaume wazee kwa sababu ya ardhi, urithi na mali. Hawakuwa na pa kukimbilia, hawakuwa na talaka wala huruma, na kwa miaka mingi walinyamazia vipigo, walinyamazia ubakaji, walinyamazia machozi, lakini hatimaye wakageuka, wakachagua kifo badala ya mateso. Hapo ndipo kesi ya kwanza ya sumu ikatokea mwaka wa 1911 na vita kuu vya kwanza vya dunia vikaja. Wanaume wengi wakarudi nyumbani wakiwa na hasira, wakiwa makatili zaidi, na vifo vikaongezeka. Kwa mtindo huo, mmoja baada ya mwingine, zaidi ya wanaume 45 wakazikwa, na ndani ya miaka 18 makaburi yakajaa na kupelekea kijiji kizima kujulikana kama Najerev, maarufu kama mji wa wauaji. Lakini kwa wakati huo polisi hawakubaki nyuma, wakaanza kuchimba baadhi ya makaburi ili wafanye uchunguzi wa vifo hivyo, maana vilikuwa vimekithiri mno. Baada ya uchunguzi huo kukamilika, waligundua kuwa sababu ya vifo hivyo ni sumu kali iliyokuwa ikisambazwa na Fajakas, mkunga aliyetoa mafunzo ya sumu na siri ya vifo. Ila alipojua amepatikana, hakusubiri kufikishwa kotini. Alitumia silaha ile ile aliyowafundisha wengine na akanywa sumu akajimaliza. Maktaba Chini ya Zulia na Dabaso Sultan. Miaka ikapita, na mwanzoni mwa miaka ya 1950 mwanahistoria mmoja alikutana na mkulima mzee kutoka kijiji hicho, na yule mzee akamwambia kitu cha kutisha kwamba mauaji ya wanaume Najerev
hayakuanza mwaka 1911 bali yalikuwa desturi ya zamani kabisa kijijini, desturi ya siri iliyorithishwa vizazi kwa vizazi. Inakadiriwa kuwa jumla ya vifo vya sumu katika eneo hilo vilifikia hadi watu 300, lakini hadi wa leo hakuna aliyewahi kuadhibiwa kwa kosa hilo. Najirev, kijiji kidogo kilomita 130 kutoka Budapest, kimebaki kwenye vitabu vya historia, si kwa mashujaa wake, si kwa sanaa yake, bali kwa jina lenye giza, jina la hofu, jina la damu. Kijiji ambacho kilibatizwa upya na dunia kama mji wa wauaji. Na simulizi hii inaacha swali moja: je, wanawake hao walikuwa wauaji wa kikatili au walikuwa wake waliotafuta uhuru kutoka kwa minyororo ya ndoa za mateso? Hilo ni swali ambalo historia haijawahi kujibu. Mimi ni Dabaso Sultan na hii ni Maktaba Chini ya Zulia. Maktaba Chini ya Zulia na Dabaso Sultan.